Bwana Yesu asifiwe. Basi namshukuru Mungu, siku ya leo nimepata tena neema na kibali cha kusimama mbele yako ewe mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Gideon Online TV. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Michael wa huduma Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake, kwa kuwa yeye ndo ametupa kibali, anatuwezesha kuweza kusimama mahali hapa. Mungu ambariki na azidi kumtia nguvu. Lakini pia mpenzi mtazamaji, napenda nikukaribishe kwenye huduma yetu ya maombi na maombezi Mlima Moria Ministry. Kwa hiyo ambaye unayetoka mjini ukipanda daladala zinazoenda maili 6 au Boma, waambiwa kushushe kwa msafiri, au mbele ya kwa msafiri kidogo kuna kituo kinaitwa Mashine. Utaona kibao ambacho kiko upande wa kushoto. Unaposhukia utaingia moja kwa moja na utaliona kanisa letu. Karibuni sana kwenye huduma ya Mlima Moria Ministry. Basi siku ya leo tunaenda moja kwa moja kwenye somo letu ambalo linalohusu mwana wa Adam alikuja kutafuta mtu mwenye dhambi apate kuokolewa, ambalo anatoka kwenye kitabu cha Luka 19 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Bwana Yesu, ninakushukuru mfalme. Asante Bwana kwa ajili ya wakati mfalme amani, kwa kuwa Bwana umenipa neema ya kuweza kusimama kwa ajili ya kwenda kufundisha neno lako. Ninaomba Bwana Roho yako Mtakatifu akae mwalimu kwangu na kwa msikilizaji. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Luka 19 ule mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tutaenda kusoma pale. Biblia inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake la Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim, kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Basi mpenzi mtazamaji wa chaneli ya Gideon Online TV, tunaenda kujifunza siku ya leo juu ya mtu mwenye dhambi ambaye ndiye Mungu anayemtafuta, mtu ambaye amepotea katika dhambi. Na tunapenda kuliangalia somo hili, pia tunaona kwamba Wakristo wengi wamekuwa ni watu ambao wanawatenga watu wenye dhambi na hawana ukaribu na yeye. Kwa hiyo hapa tunapokwenda kuliangalia, tutaona kwamba Yesu Kristo alienda Yeriko, akapita katikati yake, lakini lengo la kwenda Yeriko alikuwa anaenda kumtafuta mtu mwenye dhambi ambaye ni Zakayo. Utaona kwamba wakati Yesu anaenda Yeriko, alipokuwa na makutano yake, utaona hapa ya kwamba Zakayo alipoona umati alitaka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Lakini utaona kwamba ijapokuwa alikuwa ni mfupi wa kimo,
asiweze kumwona Yesu, ilimpasa kutangulia mbele, akapita njia nyingine, akapanda kwenye mkuyu ili aweze kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Na Yesu alipofika pale, utaona kwamba Yesu Kristo aliinua macho yake juu, akamwona Zakayo akiwa kwenye mkuyu. Zakayo anatamani kumwona Yesu, na Yesu anatamani kumwona Zakayo. Kwa hiyo utaona kwamba Zakayo, Yesu akamwambia, shuka upesi mtini, kwa maana leo nitakuwa nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utaona kwamba, penzi mtazamaji, Zakayo anashuka mtini, anamkaribisha Yesu nyumbani kwake. Na alipomkaribisha Yesu nyumbani kwake, alienda na makutano wakiwa pamoja naye. Alipoingia ndani, Zakayo amemkaribisha Yesu kwa furaha. Hapo utaona kwamba wakati ule kuna ambao walikuwa wakinungunika, wakisema kwamba kwenye mstari wa 3 ya kwamba huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Kwa hiyo utaona kwamba Zakayo, baada ya Yesu kuingia nyumbani mwake, watu walikuwa wakinungunika, wakisema kwamba huyu ni mtu mwenye dhambi. Inakuwaje Yesu Kristo kuingia kwa mtu mwenye dhambi? Walipokuwa kinungunika ndani ya mioyo yao, Yesu anasema ya kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo utaona kwamba Yesu alikuja kwa sababu ya watu wenye dhambi, ili waweze kujeuzwa na kuokolewa mioyo yao, waweze kumwona Mungu. Kwa hiyo utaona kwamba mara nyingi watu wengi wamekuwa wakiwatenga watu wenye dhambi, wakinungunika, na ni Wakristo ambao wameokoka, anamtenga mtu mwenye dhambi na kuona huyu mtu hastahili, hafai kukaa pamoja naye, lakini mtu huyo Mungu anamhitaji. Na sisi watumishi wa Mungu tuliokoka, Yesu hapa atufundisha kwamba ni vema tuwatafute watu wenye dhambi, tuweze kukaa pamoja nao. Tukae pamoja na wanyang'anyi, tukae pamoja na waizi, tukae pamoja na makahaba, kwa sababu Yesu alikaa nao pamoja na kula nao, kwa sababu alikuja kwa ajili ya hao. Lakini utaona wakati makutano wakinungunika, utaona kwamba Zakayo anamwambia Yesu, nusu ya mali zangu nitawapa masikini, na kama nilimnyang'anya mtu kitu kwa hila, nitamrudishia mara 4. Lakini makutano wananungunika, Mafarisayo wananungunika, wakisema ya kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi, Yesu anaingiaje kwake? Lakini utaona kwamba Zakayo anaanza kubadilika, anatoa vitu alivyokuwa navyo, alivyonyang'anya watu, ijapo walikuwa wanamchukia, kwa sababu wokovu umeingia kwake. Yuko tayari kuvirudisha vitu alivyokuwa navyo, yuko tayari kuwapa maskini mali zake alizokuwa nazo, yuko tayari kurudisha vitu ambavyo hivyo wanyang'anya tu kwa hila, kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tukumbuke kwamba Zakayo huyu alikuwa ni tajiri na alikuwa ni mtoza ushuru. Kwa hiyo alikuwa na mamlaka iliyokubwa, alikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kumnyang'anya mtu kama umeshindwa kulipa kodi, au akakunyang'anya zaidi, kwa sababu mamlaka yake alikuwa nayo. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawampendi. Lakini hapa tunaona kwamba Zakayo, baada ya Yesu kuingia kwake na kutoa vile alivyokuwa navyo, kuwarudishia maskini na kuwapa mali zake, kwenye mstari wa 9 Biblia inasema Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Utaona kwamba hapa Yesu anamsitiza kwamba wokovu umefika nyumbani humu. Ijapokuwa Wakristo wako wanalalamika Yesu ameingiaje kwa mtu huyu, lakini Yesu anaona wokovu kwenye nyumba ya Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Wakristo, hebu tusiwatenge watu wenye dhambi. Ni vyema tukakaa nao, tuwafundishe ile kweli ya Mungu,
tuwafundishe haki ya Mungu, maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yeye hakuja kuhukumu ulimwengu. Utaona hapa wokovu umeingia kwa Zakayo. Kwa hiyo Wakristo tuache kuwatenga wale watu ambao tunajua kwamba ni watenda dhambi, wale waliomwacha Mungu, kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya hao. Ikiwa sisi tuko ulimwenguni kama mawakili wa Mungu kwa ajili ya kuhubiri Injili, ni vema basi tufanye kazi kama Yesu alivyoifanya. Tusiwe na tabia kama ya Mafarisayo. Ni vema tukahubiri Injili kwa watu wote. Kristo anataka uingie kila mahali, utafute mtu mwenye dhambi ili uweze kumbadilisha. Basi tunaenda kuangalia tena kwenye kitabu cha Luka 7 kuanzia 36 mpaka 48. Tutatazamia tu kitabu cha Luka 7:36 mpaka 48. Hapo utaona kwamba kuna mtu mmoja katika Mafarisayo ambaye alimkaribisha Yesu ale chakula nyumbani kwake. Na wakati alipomkaribisha Yesu ale chakula nyumbani kwake, kuna mwanamke mmoja aliyekuwa kahaba, alikuwa akiitwa Mariam. Mariamu alipopata habari ya kwamba Yesu yupo nyumbani mwa huyu Farisayo, ilibidi aingie pale. Na Mariamu alipoingia, aliingia kwa sababu alijua kwenye nyumba hii yuko Yesu Kristo, japokuwa ni kwa Farisayo. Lakini siku zote kabla Yesu kuwepo kwenye nyumba ya Farisayo, Mariamu hakuweza kuingia pale, kwa sababu Mafarisayo wana tabia ya kuwatenga watu wenye dhambi na kuona wao ni najisi. Lakini tunaona kwamba huyu kahaba alipoingia kwenye hiyo nyumba, alisimama akainama miguuni pa Yesu, akalia, akamosha miguu kwa machozi yake, akamfuta nywele kwa kichwa chake, na pia tunaona akatoa perfume nzuri akampaka Yesu miguu yake. Lakini wakati alipokuwa akilia, alikuwa akijutia dhambi alizotenda, ukahaba aliofanya, ndoa za watu alizovunja, wanaume za watu aliowaibia pesa. Alikuwa akitubu pale. Kuna watoto wa shule ambao wazazi wao walishindwa kulipa ada kwa sababu inawezekana kahaba huyu alipokutana nao walikuwa akiacha ada za watoto kwake. Lakini hapa tunaona analia na kutubu hayo yote. Lakini huyu Farisayo, utakapoenda kusoma, utaona kwamba Farisayo huyu alianza kunungunika ndani ya moyo wake, akisema ya kwamba huyu mtu angekuwa ni nabii, Yesu Kristo angelikuwa ni nabii, angelijua mwanamke huyu ni mtu mwenye dhambi, maana yake aondoke kwake wala asimguse. Lakini ukiendelea kusoma utaona kwamba Yesu akamwambia Simeon, mtu mmoja alikopesha watu wawili fedha. Kuna mwingine alikopeshwa nyingi na mwingine akakopeshwa kidogo. Je, wote wawili wakashindwa kulipa deni? Lakini yule aliyekuwa amewakopesha akawaambia kwamba amewasamehe deni. Je, ni yupi atakaye furahi zaidi? Simeoni akajibu akamwambia, Bwana, yule aliyesamehewa nyingi. Akamwambia Simeoni, umejibu vema. Mwanamke huyu amesamehewa dhambi zake, kwa sababu toka nilipoingia hapa nyumbani kwako hukunipa maji ya kunawa miguu, wala hukunifuta miguu yangu, wala hukunipaka mafuta. Lakini mwanamke huyu kwa kuwa ameyatenda haya yote, amesamehewa dhambi zake. Sasa pale tunaangalia alikuwa na deni kubwa ni yule mwanamke. Simeoni alikuwa na deni dogo. Kwa hiyo Simeoni naye alikuwa na dhambi, lakini alikuwa ajitambui. Lakini yule mwanamke alikuwa na dhambi nyingi zaidi, kwa sababu alitubu sana, akasamehewa kwa sababu alimpenda Yesu zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba Simeoni alikuwa akijihesabia haki akimwona Mariam ni mtu mwenye dhambi. Lakini tunaona hapa kwamba naye Simeoni alikuwa na dhambi. Ewe Mkristo, nawe pia ni mtu mwenye dhambi.
usijihesabie haki. Kwa hiyo hapa utaona kwamba mwanamke huyu alisamehewa dhambi zake zote, lakini Simeoni yule Farisayo alibaki na dhambi zake kwa sababu alijihesabia haki. Ni kwamba tunapoishi katika ulimwengu, Biblia inasema kwamba Mungu alipotazama ulimwenguni akaona hakuna atendaye mema hata mmoja, bali wote wameoza na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akamtoa mwanae ili sisi wote tupate kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utaona tena kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya pili pale utaona Yesu Kristo alikuwa hekaluni akifundisha. Yesu alipokuwa hekaluni akifundisha, wakamletea mwanamke ambaye amezini, kahaba ambaye amezini mchana. Na desturi na sheria iliyokuwepo kwamba mtu aliyezini anapigwa mawe mpaka kufa. Lakini utaona yule mwanamke alipofikishwa pale, Yesu akainama chini, akaandika chini kwa kidole chake, akasema, kama kuna mtu ambaye hakuwahi kutenda dhambi, aye wa kwanza kumpiga mwanamke huyu jiwe. Lakini wote walitoka nje kwa sababu walikuwa wana dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba watu hawa walikuwa wakihukumu watu wengine, wakiwapiga mawe kwa sababu wamekamatwa na uzinzi, lakini na wao pia walikuwa na dhambi, walikuwa na makosa yao, lakini kwa vile yalikuwa yaonekani. Kwa hiyo utaona kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya mtu mwenye dhambi ili apate kuokoa nafsi yake na maisha yake, kwa sababu watu wote walipotoka nje alibaki Yesu Kristo na huyu mwanamke mwenye dhambi. Na alipobaki naye akamwambia, basi usitende dhambi tena. Kwa hiyo utaona kwamba ni vema sisi wa Kristo tuwatafute watu wenye dhambi, lakini si tuwatenge watu wenye dhambi. Utaangalia tena kwenye kitabu cha Yona pale, ukipata muda wa kusoma mpenzi mtazamaji, kwenye Yona pale 1, Mungu anamtuma Yona aende Ninawi ili atakapofika Ninawi akawahubirie injili, watu wakamgeukie Mungu, watu wakaokolewe. Lakini Yona anafanya ukaidi na kwenda Tarishishi, anakutana na zoruba na misukosuko mingi kwa sababu hayuko tayari kupeleka injili kwa watu. Kwa hiyo utaona baada ya Yona kupata zoruba na misukosuko mingi, Yona akamwomba Mungu, Mungu akamsamehe Yona. Neno la Bwana likamjia tena kwenye Yona pale sura ya 2, sura ya 3. Yona neno la Bwana likamjia tena, akamwambia aende tena Ninawi. Kwa hiyo Yona akaenda Ninawi, akahubiri injili. Mfalme wa Ninawi akapata habari. Alipopata habari akatoa amri, watu wote wa Ninawi kuanzia mdogo hata mkubwa wasifanye kazi yoyote, wavae magunia, waomboleze, wamlilie Mungu, agairi mabaya ambayo alikuwa aje kwao kwa sababu ya dhambi. Na watu wakafanya hivyo, na Mungu akagairi kuangamiza mji wa Ninawi, lakini kwa sababu injili ilipelekwa Ninawi. Kwa hiyo ni vema basi hapa tunaona kwamba Yona anapeleka injili imefika Ninawi na watu wameokolewa. Kwa hiyo embu wa Kristo tujitahidi kuhubiri injili kwa watu wenye dhambi, kwa makahaba, kwa majambazi, watu wasiofaa. Tuwe nao karibu, tukae nao, tule nao, ili alafu tukiwaeleza habari za ufalme wa mbinguni, tukiwaeleza mapenzi ya Mungu ili wapate kuokolewa, bali si kuwatenga. Bwana Yesu asifiwe. Basi namshukuru Mungu, kufikia hapo nimekamilisha ujumbe wangu wa siku ya leo. Mungu akubariki wewe ambaye umenisikiliza. Tuendelee kuhubiri injili pamoja. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.